Mwamba wa Lusaka ndani ya Msimbazi. Wamempokea kwa shangwe kubwa sana. Shangwe kubwa kabisa. Mimi nimefurahi kwa sababu Chama sio mchezaji mbaya. Si mchezaji mbaya. Isipokuwa alikuja kwenye timu ambayo ina quality kubwa ya wachezaji. Mwisho wa siku akakosa nafasi. Lakini hapa natakiwa mashabiki wa Simba na wanachama hao ambao wapo kidogo wapate kujifunza hapa. Muda Chama anaondoka Simba na kuja Yanga Afrika, uongozi ulikuja mbele kusema kwamba Chama tumeachana naye kwa sababu ya nini? Ya uwezo wake au umri wake umesha kwenda. Lakini majibu tumepata kwamba Chama kutoka Simba kwamba kipaji hana, unaelewa? Labda uwezo hana. Tunakuja pale pale kwamba uongozi wetu ulikuwa na ushawishi mkubwa kushinda uongozi wa Simba kwa ambao wambagishi Chama wapi? Ndani ya Simba Sports. Na ndio maana Yanga Afrika tuliweza kumshawishi Chama akaja kwenye klabu yetu ikiwa wanamhitaji. Kwa hiyo hawa viongozi wa Simba takiwa wakae mbele waambie wanachama wao kwamba Chama hawakumwacha kwa sababu ya uwezo mdogo, bali Chama walimwacha kutokana kushindwana ni maslahi, kwa sababu kama alikuwa shindana kwa maslahi haya leo kwa uwezo mdogo, leo Chama uwezo wake umeongezeka, labda kiwango kimepanda katika timu gani ambayo wao wameona amekwenda amecheza katika kiwango bora tofauti na Yanga, wapi ambapo amesha uwezo mkubwa. Singida Black Star. Chama ni yule. Chama ni bado ni mchezaji wa mpira laini, ana vitu ambavyo ni vile vya kila siku, lakini mwisho wa siku Yanga kwetu vilishindwa kutupa kile tunachokihitaji. Ndio maana alikaa mwaka mmoja, viongozi wakamwambia hapa tulipofika kwa sasa tafuta timu ya kucheza, akaenda Singida. Mimi naona moja kwa moja kama ingalikuwa shida ya Chama alikuwa kutoka Simba kuja Yanga kwa umri, asingerudi Simba, lakini kama Simba karudi tena, maana yake tuliwazidi katika ushawishi wa mchezaji, tulifanikiwa kumshawishi akaja kwetu Yanga Afrika. Ndani ya siku mbili Chama anaonekana kijana kabisa. Ndio pale pale klabu ya Simba sasa hivi ishakwama. Kwa hiyo kila kitu ambacho kwetu tunakiona sio bora kitakwenda Simba kitakuwa bora. Wachezaji ambao sasa hivi Yanga Afrika wanaonekana hana nafasi, lakini Simba anaweza kuwa na nafasi. Na sasa tushangae, tushapitia hayo. Wachezaji ambao wao walikuwa muda mwisho wa siku walikuwa wachezaji kawaida, Kenya akija kwetu tunashangilia. Sisi Yanga tunashangilia wachezaji ambao tunajua kabisa moja kwa moja huyu kwa Yanga tuli level tunaitaka, uwezo wake ni mdogo, lakini kutokana na shida ambazo tulikuwa nazo lazima wasupport wachezaji ambao wanakuja katika kiwango. Mlimshangilia Papa Moringa hapa na Ipe Nyamiela. Hayo ndo majibu ambayo natakiwa mashabiki wa Simba wayajue, kwa sababu kunafikia nyakati hata kama mchezaji sio bora, lakini kwa nyakati ambazo mlizokuwa nazo lazima mshangilie. Wewe utajiuliza kwa nini Simba Chama alikuwa bora amekuja Yanga sio bora? Maana yake alikuta quality ambayo yeye kwa muda aliokuja alikuwa uwezo wake uko chini, na ndio maana Yanga akaamua kuachana naye. Mwisho wa siku amerudi Unyamani ambako wanamshangilia. Ngoja tuone. Lakini naomba niwakumbushe hapa kwamba wajue Chama mechi za Yanga anakuwa yuko down, wasije kaongea tena maongezi yao yale. Yeye ashapita Yanga. Mpaka mwisho wa siku Yanga mechi ya Simba na Yanga Chama perform. Ni waombe tu mwisho wa siku mechi ya Simba na Yanga wamweke pembeni, wasimtafutie lawama bure. Sababu Yanga sasa hivi mchezaji wote ambao anamchukua Simba kwa hao wachezaji ambao wanaokota Yanga itakuwa bora katika uwezo kwenye pichi. Limepita fagio zito Msimbazi. Wanashusha vyuma, litawateka sana lile fagio. Hakuna timu dirisha achukua wachezaji zaidi ya 8. Na maana dirisha kubwa nyama mtu sajili. Hao wachezaji wanachukua katika usajili wa miezi 6. Na kama miezi dirisha kubwa haikuonesha kitu, kwa nini utaenda kuchukua bei kubwa? Mwisho wa siku wezetu wamepotea, sisi tunafanya ya kwetu. Sana. Wenyewe hawaoni kama wamepotea, nyinyi ndio mnaona wamepotea. Kwa shabiki ambaye mwenye uelewa, mwenye kujua Simba imetokea wapi, anajua Simba kuna sehemu sasa hivi wanapitia katika nyakati ambazo sio za furaha kwao, ni nyakati za huzuni. Lakini kwa mshabiki ambaye mwenye kutumia akili yake, kwa macho yake, lakini kama shabiki tu bendera fuata upepo, anaweza akasema Simba iko sawa, lakini Simba haiko sawa. Matumaini yamerudi. Simba ndio wakati wao muda wote wa usajili wanakuwa nyakati zao za matumaini na nyakati zao za furaha. Lakini je, tuone hao wachezaji ambao wanawasajili watakuja kuwapa hiyo furaha? Kwa sababu sasa hivi hakuna mtu wa Tanzania wote ambao anabisha kwamba sasa hivi timu bora ya Yanga Afrika ina kila sababu, ina kila nia kufanya kweli. Wachezaji waliokuwa nao, benchi la ufundi waliokuwa nalo, viongozi waliokuwa nao, umoja wa wanachama na mashabiki, unakuta ni timu ambayo inaongea lugha moja na inapata matokeo. Yes. Tumeona Dar es Salaam Africans nao wamesafiri wakielekea pale Misri na wamefika tayari kule Alexandria Buda Al Alabo kwa ajili ya mchezo wao na Al Ahly. Kikosi kimesafiri full squad, lakini hakijaondoka na Celestine Ekwe wala Dumbi hatujamuona kwenye ile safari. Wale wote kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu, timu imefika salama Alexandria ambako tunakwenda kucheza huo mchezo ambao tunacheza kesho majira saa 1.
kule ikiwa saa 12. Kama Yanga tumejiandaa katika kila eneo, sababu hata hoteli ambayo waliofikia Yanga Afrika ni hoteli kubwa sana. Nafikia zile timu nafikia Manchester City, Madrid, umeelewa ni hoteli ambayo inakocha inaanza ya nyota 5. Yaani hoteli ina kila kitu, hata kama unataka kupika vyakula vinakuja tu. Unaona, ni hoteli ambayo ni dude hilo, yaani wapishi mule hakuna, vitu vinasetiwa tu vinakuja vyenyewe. Yaani unataka ugali mnyini vinakuja. Kwa hiyo ni hoteli kubwa sana. Sasa ukiona timu kama Yanga Afrika inafika kwenye hoteli kama ile, tumeshakuwa wakubwa sasa. Hatuna wakati. Wewe una Yanga Afrika sasa hivi inakwenda siku 2 mechi. Maana yake washajiandaa. Sio kuogopa sijui kuna baridi hizi zitafanywa hivi. Ni timu ambayo ishakuwa kubwa, viongozi wake washapevuka. Ukaangalia na klabu sasa hivi vile nchi anaziona kama nyumbani tu. Umeelewa? Sababu zile zote nakwenda popote sasa hivi. Kwa hiyo yaani kila kitu. Yaani sisi tunaweza hivi kumwagiza hata Mwarabu wa timu pinzani ambayo kwa kule wewe tafutie hoteli hapo, sisi tunakuja. Kwa sababu ni timu ambayo ishakuwa kubwa. Kama ulivyosema wachezaji wa mpira, kwa sababu ile timu inasafiri, wanaondoka wachezaji 23, hawezi kusafiri wote. Ila atabaki Ekua, ila atabaki huyu. Kwa siku mwalimu ataangalia mechi inaondoka na huyu, mechi inaondoka na huyu. Kwa hiyo kaangalia mchezaji gani aliyobaki, sio kwamba aliyobaki hapa hana uwezo, hiyo hapana. Tumeona lakini Yanga imesafiri na wachezaji 12 wa kigeni, 12 wa kigeni kutoka mipaka ya nje ya Tanzania. Maana yake Celestine Ekue kama hayupo, maana yake wewe ndo hayupo tena kwenye klabu ya Yanga. Watakuja mbele viongozi kutoa message gani wamepeleka mkopo zile wamemwacha. Kama atakuwa Celestine Ekue ameachana nao viongozi, sawa, kwa sababu wao ndio wamemsajili na ndio mtu amemleta Yanga Afrika. Kama wameona kwamba hawezi kuwaingizia kitu kwenye klabu yetu kwa nyakati hizi, hakuna kitu kisiwezekana na hakuna kitu kinashindikana. Inawezekana akaenda kwa mkopo sehemu, inawezekana kuachana naye, ni vitu vya kawaida kwenye mpira. Sisi watu wa mpira tuweze kushangaa. Dogo Janja muda wote anatabasamu tu, Alan Okello. Kama alikuwa anatamani ile fursa ya kusajiliwa na Dar es Salaam Africans. Mimi nadhani mashabiki wa Yanga Afrika walimuunga mkono katika mchezo wa juzi ambao KMC. Mwisho wa siku atupe mwendelezo ambao alikuwa nao kwenye timu zake ambazo alizopita. Kwa sababu yale tunarudi pale pale. Unaweza kama mchezaji amefanya vizuri mechi moja, mechi nyingine akafanya vibaya. Kwa hiyo tumuombea kwenye ubora wake, tuje kuona Yanga Afrika anatupa kitu gani kikubwa ambacho wachezaji wengine wao hawana. Sababu kila mchezaji nafasi yake. Ukiona mchezaji wake unasajiliwa baada ya fulani, maana yake wewe unatakiwa uje kuonyesha kile ambacho huyu hana, wewe unakuja kuongeza kwenye timu ili iwe na matokeo mazuri zaidi. Fundi wa mpira Lassane Koma naye yupo ndani, full squad. Yanga ni dude kubwa sana. Yaani kama jumba ni jumba la dhahabu ambalo kila mchezaji anatamani kwa siku apangwe ili acheze, lakini mwisho wa siku mwalimu anachagua wachezaji 11 ambao watakwenda kutuwakilisha katika mchezo wa kesho, na wale ambao watakuwa wachezaji 7, 5 ambao wana nafasi ya kuingia, wachezaji wale wote wacheze. Hata kama itakuwaje, wachezaji ambao watakiwa acheze kwenye mchezo mmoja, wachezaji 16. Baada ya 11 kuna sababu 5, maana yake ni 16. Yule ambaye atapata bahati kesho kutuwakilisha Yanga Afrika, hakikisha anapambana nembo yangu 100% ili Yanga Afrika tuvushe malengo ambayo sisi tunayahitaji. Wapinzani wenu Al Ahly wameshusha vyuma, wanashusha vyuma mfululizo, wameshusha bucha, mkata umeme katikati pale. Al Ahly huwezi kuzungumza kwenye swala la usajili au kwenye swala la mafanikio. Bado ni timu kubwa barani Afrika. Ambayo kama umesheki. Kusheki ndio katika vitu vya mpira vya kawaida, lakini Al Ahly huwezi kuzungumza kwenye usajili. Al Ahly sio washakwenda Jerumani kuchukua mchezaji. Yaani katika wachezaji ambao wao wakimtaka wanampata. Kwa hiyo Al Ahly kusajili wala sio story. Story ipo kwenye pitch. Kwa tukaone Yanga Afrika anakwenda kuonyesha nini kesho, tutakwenda kujua kama wachezaji mabilioni wa mamilioni, lakini mwisho wa siku tutaona wachezaji 11, Yanga 11, Al Ahly 11, maamuzi katikati kinapigika pale. Mungu akiwa upande wetu tunatoka na alama 3 vile vile. Ni wakati sahihi wa Yanga kuvuna alama mbele ya Ahly. Mimi nadhani mwalimu atakuwa na mpango. Kwanza mpango namba 1 kuhakikisha Yanga sisi Yanga hatufungwi. Mpango namba 1 kuhakikisha Yanga hatufungwi. Zikija alama 3 jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mpango wa kwanza tuhakikishe hata mchezo wa kesho Yanga Afrika atupoteze alama zaidi ya 0. Tupate alama japo moja, Mungu akijali tupate alama 3.